ndugu yangu Hussein Diego, msemaji wa Coastal Union. Karibu sana mjini, karibu kwenye mkutano wetu huu ambao mahususi kabisa tunazungumzia mchezo wetu wa kesho wa ligi kuu ya NBC baina ya Simba Sports Club na Coastal Union. Maandalizi ya kiufundi na mipango ya kiufundi tayari ameizungumzia mwalimu kuelekea katika mchezo wetu. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mipango na maandalizi ya kiutendaji na kiutawala kuelekea katika mchezo huo. Mchezo wetu kama ambavyo ratiba inaonyesha ni mechi ambayo itapigwa tarehe 2 ya mwezi huu wa 4, kwa maana siku ya kesho, na mechi itakuwa ni saa 1 kamili katika uwanja wetu wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nichukua nafasi hii kuambia kwamba maandalizi yetu yote yamekamilika, mipango yetu yote imekamilika kuelekea katika mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu ni moja kati ya michezo yetu muhimu kweli kweli, na ni moja kati ya michezo yetu yenye thamani kweli kweli. Lakini mchezo ambao tunakwenda kucheza tukiwa na tahadhari kubwa na tukiwa na pressure kubwa kweli kweli. Pressure kubwa ni kutokana na historia ya matokeo yasiyokuwa ya kutabirika baina ya Simba Sports Club tunapocheza na Coastal Union. Miongoni mwa timu ambazo zinakuwa na kigeugeu cha matokeo ni pamoja na Coastal Union. Unapokwenda kucheza na Coast unakuwa huna uhakika wa kupata ushindi dhidi yake kwa sababu ya ukubwa aliyokuwa nao Coast, kutokana na ukongwe aliyokuwa nao Coast, ana uwezo wa kufanya chochote katika dakika 90. Lakini pressure nyingine tuliyokuwa nayo ni ratiba ngumu tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi huu wa 4. Maana yake ni kwamba mechi ya kesho tunapaswa kucheza na kupata matokeo mazuri, wakati huo huo tukitunza nguvu kuelekea mechi nyingine ambazo ziko mbele yetu. Kwa unaweza ukaona ni ugumu kiasi gani. Kuna mechi ambayo unacheza unajiagalula, unajiachia, unashambulia, unakaba mwanzo mwisho kwa nguvu zote, kwa sababu baada hapo kunakuwa hakuna kitu kingine kinachofuata. Mfano mechi yetu na TRA, uliona wachezaji wametumia nguvu kubwa, wakajitoa, wakapambana kwa kiwango cha 100%, kwa sababu baada hapo kulikuwa kuna mapumziko marefu. Mechi yetu na Coast ni tarehe 2, tarehe 5 tuna mechi nyingine dhidi ya Azam. Kwa hiyo unalazimika kucheza mechi ya Coast ukishinda, huko ukipiga hesabu ya kwenda kucheza mechi inayofuata dhidi ya Azam FC. Kwa mazingira hayo yanatengeneza pressure na ugumu wa mechi. Lakini tunayo kumbukumbu mbaya kwa Coastal Union. Msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zilichagiza Simba kukosa ubingwa ni pamoja na sare ya 2-2 dhidi ya Coastal Union. Sasa mtu wa namna hiyo sio wa kumwendea kichwa. Lazima ujipange vilivyo, lazima ujiandae vilivyo kwenda kufuta historia hiyo na kupambana kupata matokeo chanya. Sisi tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa kwenda kushinda mchezo huo pamoja na ugumu wote katika mchezo huo, lakini dhamira yetu namba 1, dhamira yetu namba 2 na namba 3 ni kwenda kushinda mchezo huo, na tuna imani kwa ubora tuliokuwa nao, tuna imani kwa maandalizi tuliyoyafanya, tuna imani kwa uimara wa kikosi chetu na wachezaji wetu. Tunayo matumaini makubwa na imani kubwa ya kwamba tutakwenda kushinda mchezo wa kesho. Pamoja na yote ambayo Coastal wanayo, lakini ubora wa wachezaji wetu na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kupata matokeo chanya katika mchezo huo. Nakumbuka tayari tumeshaingia round ya 2 ya ligi kuu ya NBC. Hii ndio round ya maamuzi. Hii ndio round ya nani ya baki, nani aende, nani ashangilie, nani aliye mwisho wa ligi. Ndio round ya kuamua hatma ya kila timu katika ligi kuu ya NBC. Kwa mantiki hiyo, katika raundi hii ya 2
Mipango yetu sisi ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na kampeni hiyo inaanza rasmi tarehe 2 ya mwezi wa 4 ya kwenda kushinda dhidi ya Coastal Union. Tunaamini katika timu yetu, tunaamini katika maandalizi na tunaamini katika mipango yetu ya kwamba tunakwenda kupata ushindi, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja katika raundi hii ya pili ya ligi kuu ya NBC. Na mechi hizi ambazo haunaweza usizipe uzito mkubwa, ndio mechi ambazo zinaweza zikakunyima ubingwa. Sote ni mashahidi wana Simba, msimu uliopita mechi ambazo zimetunyima ubingwa ni mechi zile ambazo ulikuwa hauzidhani, ndizo ambazo zikatupotezea malengo. Sasa tumejifunza kutokana na makosa mwaka huu. Zile mechi ambazo unazitazama kwa jicho la kawaida, sisi tunazitazama kwa jicho kubwa. Twende tukapate matokeo mazuri, twende tukaweke hai matumaini yetu ya kupigania ubingwa msimu huu. Vijana wetu wote wako timamu, wako vizuri kuelekea katika mchezo huo, na wote wako tayari kwenda kuipambania Simba Sports Club. Rai zangu ni mbili kwa mashabiki wa Simba. Ya kwanza, juzi tumeona taarifa kutoka bodi kamati ya saa 72 imetoka na tumetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa makosa ya mashabiki wetu kufanya vurugu uwanjani pale CCM Kirumba Mwanza. Niwaombe mashabiki wetu, niwaombe mashabiki wa Simba watakao kuja uwanjani siku ya Alhamisi, tuendelee na utamaduni wetu wa ustaarabu na ungwana. Mechi ikimalizika, matokeo yaliyopatikana tuondoke nayo hayo hayo bila kufanya vitendo vyovyote ambavyo vinaashiria vurugu, kwa sababu hiyo inakwenda kuiathiri klabu yetu. Ukiachilia mbali athari ya kiuchumi ambayo klabu inaipata, lakini athari kubwa kabisa ambayo tunaipata ni kuharibu taswira chanya ya klabu yetu Simba Sports Club. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwana Simba kupambana na kuilinda hadhi na brand ya Simba Sports Club. Tunailindaje? Basi ni kwa kuidumisha ustaarabu, ungwana na fair play. Mechi imemalizika, tuondoke nyumbani, tuache kila kitu kikiwa kwenye amani yake. Lakini rai yangu ya pili, mechi yetu ya kesho dhidi ya Coastal Union ni mechi ngumu, na ili tupate matokeo katika mechi ngumu tunahitaji silaha yetu ya uhakika ambayo ni mashabiki wetu wa Simba Sports Club. Mimi ni waombe mashabiki wa Simba, nguvu tulioitumia kupata ushindi dhidi ya TRA, kwa maana ya nguvu ya mashabiki, tunapaswa kuitumia nguvu hiyo siku ya kesho mbele ya Coastal Union. Wingi ambao tulikuja kwenye mechi dhidi ya TRA, tukija kwa wingi huo kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, tunayo matumaini makubwa ya 100% ya kupata ushindi mbele ya Coastal Union. Niwaombe mashabiki wa Simba, kesho asibaki mtu nyumbani. Kila shabiki wa Simba kesho afanye anachoweza kufanya, aje uwanjani. Mechi ni saa 1 usiku, shughuli za kazi zimeshamalizika. Funga safari yako, njoo Meja Samuyo, njoo tuisupport, njoo tuishangilie timu yetu tuweze kupata matokeo mazuri. Tunachokihitaji mwaka huu ni kupata matokeo mazuri, na kila mmoja ameona namna ambavyo timu yetu imefanya vizuri mpaka muda huu. Tumekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli, mpaka unaona baadhi ya watu sasa wanaanza kukimbiana. Huyo hajasajili sisi hajasajili huyo kasajiliwa na yule. Yote hiyo ni mchecheto baada ya mnyama kuanza kufanya vizuri. Sasa tunapaswa kushikilia hapo hapo. Tunapaswa kuendelea kufanya vizuri. Tunapaswa kuendelea kupeleka moto mpaka watajane wachezaji wao wamesajiliwa na nani. Na hiyo ndiyo kazi yetu Simba Sports Club msimu huu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna maswali tuulizane. Kama hakuna maswali, nimkaribishe Bwana Kasali naye aje atie maneno kidogo hapa kuelekea mechi yetu ya kesho. Bwana Diego, nimekusikia
Unasema wewe na Kasali mnalingana. Uamini wewe. Sasa kuna tofauti ya unene na afya. Nani mnene nani afya? Wewe ni mnene. Kasali ana afya. Kwa sababu analipwa vizuri na anakula vizuri. Lakini umekubali mimi na Kasali ni pacha. Wa nini? Tunafanana? Wewe si labda. Paka mwili. Paka mwili? Paka mwili. Sawa, lakini wewe ni mnene. Yule ana afya. Ni vitu viwili tofauti. Basi sawa, nitafanya mazoezi kidogo nimkute kwenye afya. Hauwezi. Afya sio kufanya mazoezi, ni kula vizuri. Ni kula vizuri. Sasa wewe unashindia ugali wa mtama, unafikiri utakuwa na afya kama Kasali? Tanga chakula hicho hamna kaka. Hamna Hamna chakula. Jamani, kuna maswali? Ndio. Viingilio katika mchezo wetu ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 VIP. Kwa mashabiki wa Simba hiyo sio tatizo kubwa kwao, kwa sababu ni aina ya viingilio ambavyo wameshavizoea. Shilingi 5,000, shilingi 10,000. Shida kubwa ipo kwa mashabiki wa Coastal Union ambao wamezoea viingilio vya shilingi 1,000 na 2,000. Sasa muwaambie kabisa mashabiki wenu ambao wanataka kuja kwenye mechi yetu kesho, huku viingilio ni vya kitajiri, ni shilingi 10,000 na shilingi 5,000. Viingilio vya 2,000 kama wanakwenda kuangalia Baikoko, sisi huku kwetu hakuna. Sawa. Waambie watu wako. Tawaambia. Vizuri. Swali jingine? Amna. Karibu. Assalamu alaikum. Tuanzie hapo kwanza kwa mashabiki ambapo Ahmed amezungumza hapa. Kwanza ifahamike kwamba kuelekea kwenye michezo hii sisi viongozi pamoja na wadau wetu, wanachama, mashabiki tunafahamu kila utaratibu ambao unakuwa kwenye michezo kama hii. Kule eneo la nje ya uwanja, nikizungumzia mashabiki kiujumla. Kule Tanga kuna utaratibu ambao nafikiri mpaka leo utakwenda kumalizika kwa ajili ya kuandaa safari maalum ya mashabiki kuja kwenye huu mchezo. Kuna takriban kama kosta 3 hivi ambazo hizo tayari zimeshajaa, na zoezi hili linaendeshwa na mashabiki wenyewe na wanachama wa Coastal Union ambao wana dhamira thabiti kabisa ya kuja kwenye mchezo ili kuipa timu yao support na lengo ipate alama 3 muhimu. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kwa sababu nguvu pekee ya uwanjani haitoshi. Yaani mwalimu na wachezaji wake hawatoshi kutafuta hizi alama 3. Tunamtaka mchezaji namba 12 ambaye ni shabiki ajaye kwa wingi pale kwa ajili ya kuipa timu yake hamasa. Tunafahamu mchezo tunakwenda kucheza ni mgumu, tunakutana na mpinzani ambaye ana ubora mkubwa, tunaheshimu hilo. Experience ya kutosha pia tunaheshimu hilo. Benchi la ufundi lenye ubora tunaheshimu hilo. Lakini hayo yote matatu si sababu ya sisi kumuhofia kwa namna moja au nyingine. Kesho tutaingia uwanjani full of confidence, tunakwenda kupambana na lengo letu namba 1 ni kuchukua alama 3. Tunajua hizi alama 3 kila mtu anazitaka. Wao wanazitaka na sisi tunazitaka. Atakayejipanga vizuri kesho ndio ambaye atafanikiwa kuchukua alama 3. Mpira wa miguu una matokeo matatu, kila mtu anafahamu hilo, lakini kwenye kichwa chetu sisi tokeo ni moja, tunataka alama 3 pekee. Mengine yakitokea hayakuwa sehemu ya mpango wetu, lakini ni mpira umeamua. Atakayejipanga vizuri ndio ambaye atafanikiwa kupata ushindi wa mchezo huo. Mbali na hayo yote, eneo la hamasa nikimaanisha kwa wachezaji husika tumelifanyia kazi pia, na hii nizungumze na wanachama wetu ambao walikuwa wanaliulizia hili kwa ukubwa. Tumewapa wachezaji hamasa ya kutosha. Mambo mengine ni ya ndani ambayo hayawezi kuzungumzwa, lakini tumewapa hamasa ya kutosha wachezaji na wametuahidi 100% kesho wanakwenda kupambania alama 3. Kuna jambo ambalo limekuwa lazungumzwa hivi karibuni ambalo halina maana nzuri hata kidogo kuhusiana na undugu baina ya hizi timu mbili. Kwanza nikanushe hilo swala, halipo. Na huo undugu ambao unazungumzwa pia haupo bwana, haupo huo undugu. Nyinyi ndugu zetu. Unalazimisha. Unalazimisha undugu. Wakati undugu unaanza wewe ulikuwa hujazaliwa. Wewe ulikuwepo? Nilikuwepo. Ulishuhudia undugu ukianza? Basi sisi tunakanusha huo undugu haupo. Sema undugu wetu mimi na wewe. Ni tofauti wa Juma Mwiko na Singida. Yaani undugu wetu mimi na wewe tunaweza tukafanyiana ubaya. Kila mtu afanye kazi. Hamna undugu kwenye mechi. Kuna unafiki. Tofauti na hao wengine ambao
mapenzi yao ni hayafichiki. Hakuna uhusiano wote baina ya undugu ama fair play na mechi husika. Pale uwanjani tutakwenda kupambana, tutakwenda kupambania alama 3. Ushahidi ni msimu uliopita ama bwana tulicheza nao hapa nyumbani wakiwa kwenye uwanja wa KMC pale. Mechi kaisha 2-2. Dakika za jioni kabisa kwenda kuitafuta ya 3, maamuzi akaita kati, mechi ikaisha. Mechi iliisha kaka. Mechi iliisha wakati sisi tunakwenda kutafuta goli la 3. Na KMC hakuna taa, ulikuwa unatoka mpaka saa ngapi? Hamna taa KMC. Kipindi kile hamna taa. Ndio, lakini mechi saa 10. Ishaingia saa 12:30 ndio tuendelee kubaki hapo hapo. Kwa mechi wa dakika 130. Ndio imeisha kaka. Umesikia sababu hivyo, lakini yote hii ni kueleza kwamba tunakwenda kupambana kwenye hiyo mechi. Tutashambulia, tutazuia, na kesho tunakuja na mfumo mpya, tuna represent kitu kipya kwenye mpira. Cement mfuko mmoja, tofali 3. Tuna present huo ukuta, si msumari tu, hata jini alipiti. Yaani kama unataka kutumia majini kufunga pia hayataingia kwenye nyavu. Kwa hiyo tuta introduce huo mfumo mpya wa kuzuia, lakini pia tutakuwa na mtindo mzuri wa kwenda kuwashambulia hawa mabwana. Hapa kidogo nimeongea kiufundi kwa sababu mimi pia taaluma ya ukocha hii unajua ninazo bashraf kidogo za ufundi. Kwa hiyo mfuko mmoja wa cement. Hiyo block hiyo ukitaka kuivunja uje na kunuti ya misafu 18. Kokoto tunaongeza ndoo moja ili tujazilie pale vizuri bwana. Au mjui Libase Geye kaka, endelea tu. Nani? Libase Geye LG, mjui endelea tu. LG anaitwa Libasa? Libase Geye MRI LG. Okay. Nampa majina mengi, kesho utamtafuta kwa tochi pale uwanjani. Utamtafuta kwa tochi. Vizuri. Kuna shiza kichuya mtoto wenu wa zamani yule. Kazaliwa upya baba. Kazaliwa upya. Sasa hivi ame 18. Mdogo. Ame 10 ndevu pia ana sasa hivi. Katoa zote kapunguza. Mdogo sana sasa hivi. Ana mechi 5 goli 4 assist 1. Ukichanganya mpaka CRDB. Wa moto mpya hivi. Namkubali kichuya. Unamkubali atakuwepo huyo. Atakuwepo kwa hiyo ukichanganya na wale wengine wa kwenu mabonge pia wawepo. Kesho utatikisa sana watu maini pale, figo zipishane, joint zitafute maeneo mapya ya kujiunga, lakini muhimu sisi tupate alama 3 kwenye mchezo huo. Kwa hiyo natunza lakini tunza hiyo na mimi pia nataka mzitunze tutumie baada ya mechi sawa, lakini muhimu ni kupata alama 3. Utafanyika udhalili pale wa kiwango cha lami. Tactical humiliation itatokea pale. Mpira mwingi, matokeo makubwa kwa namna yoyote, au wakitoka uwanjani pale kama si kutambaa basi ni kwa namna ambayo hali zao hazitakuwa nzuri. Lakini muhimu ni sisi tupate alama 3. Kwa kiingilio chokitaja tuna mudu na mashabiki zetu sisi watakaa kule kwenye 10,000. Vizuri. Wameniambia hivyo, tutakaa kule kwenye 10,000. Tunataka hela zao huko kwenye 5,000 tawaachie nyie mjae, sisi tutakaa huku kwa kitajiri kidogo. Afu pia pale ndo rahisi hata wachezaji wetu tukiwashangilia kwa nguvu ni rahisi wao kusikia. Na eneo ambalo pia wewe unakaa ili tukufukuze na wewe pia utafute pa ukao kae kule kwenye 5,000. Na kesho na mpango huo nataka nipicheze Kigoma cha King Faida. Utacheza kule? Sasa kuwa makini lakini lote linaweza katokea. Ambulance pale kwa ajili ya wachezaji tu. Shabiki utapambana na hali yako. Nafikiri ni hayo ndugu zangu Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kesho tutakwenda kushinda na tuombe. Timu yako inapajua Mbweni simkapotea. Tunapajua. Tunapajua sababu pale pia sio kwenu. Kwa hiyo tumecheza na wenye uwanja wa pale. Kwa hiyo tunapajua. Na ndio mechi yetu ya mwisho ya ligi tumecheza pale nafikiri. Kwa hapa Dar es Salaam tumecheza pale. Na tukatoka 1-1. Nilijua mpajui. Tunapajua. Basi. Shukrani.